Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi na mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake pamoja na kizazi chake kilichokuwa tahara, katika majlisi ya leo ala fadilati shuyukh, kwa ubora wa mashekhe walinieleza ya kwamba tutakuwa kuzungumzia masala ya 40 ya al-Imam Sayyid Ali Khamenei radhiyallahu anhu. Ndugu zangu, katika muktadha wa maisha ya dunia ya mu'min, tutajaribu kuzungumza katika nyanja ambayo ni namna gani mwanadamu anavyosimama na waliodhulumiwa, hususan katika jamii yetu na mfumo wa dunia yetu na mwenendo wa kisiasa ya kidunia ya hali zetu tulizokuwa nazo za sasa hivi. Katika kumbukizi hii ya kuuawa kishahidi Sayyid Khamenei, na nitajikita zaidi katika kuangalia namna gani mu'min anapaswa kusimama thabiti katika kunyanyua sauti na kuwazungumzia wale waliodhulumiwa kutokana na maisha yetu kama Waislamu, na jinsi Bwana Mtume alivyowazungumzia Waislamu mara zote wanakuwa ni mstari wa mbele katika kunyanyua sauti zao na kuwaunga mkono wale ambao wenye kukandamizwa, wenye kuonewa, wenye kudhulumiwa na wenye kufanyiwa uadui katika nyanja mbalimbali za maisha tuliyokuwa nayo. Na mara nyingi binadamu au watu kwa ujumla katika mizozo ya sasa tunayoiona au tunayoshuhudia ni kutokana jinsi ulimwengu wa kidunia unavyoongozwa kutokana na misingi ambayo watu wanakuja na maneno ya haki, lakini ndani yake yanakuwa yenye kuashiria batili, ambayo tunayaona sasa hivi. Mara nyingi watu wanazungumzia amani, utulivu, watu waishi katika hali ya kutokubaguana, waishi katika hali ya usawa, lakini hawa wanaokuja na maneno ya namna hii wanakuwa na ajenda ambazo wanazozipenyeza katika jamii na katika malengo ambayo wanayoyaona wao wanaweza kuwatumia katika malengo yao ya baadaye. Na ndivyo ulimwengu unavyoendeshwa kwa sasa katika hali ya kuashiria katika mifumo ya namna hiyo. Waislamu wengi tunajiendesha au tunajiongoza kupitia mfumo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Lakini hii mifumo inavunjwa vipi? Na ngome nzito ambayo iliyokuja na yenye misingi thabiti ambayo inaonekana kuvunjwa kwake ni vigumu mno, au kuvunjwa kwake hauwezi ukaisambaratisha kwa kuwaondoa watu. Lazima tuanze, au watu walivyokaa katika mikakati, lazima wadhoofishe sehemu ambazo zinazoonekana ni ngumu kwa Waislamu, ili mradi hizo sehemu zikishadhoofika, basi Waislamu kuingia katika mifumo ya kidunia ya kisasa itakuwa ni hali ya kawaida katika maisha ya dunia tuliyokuwa nayo kwa sasa. Na hii ndiyo ambayo aliyeweza kusimamia Sayyid Khamenei katika maisha yake, katika mfumo wa mwenendo wake, kujitolea hali zote. Mara nyingi alikuwa anaashiria ni namna gani watu wanapaswa kuwa ni kinyume au wanapaswa kuwa dhidi ya batili, ya uadui na uonevu katika mataifa mbalimbali tuliyokuwa nayo.
Na hili tufikie sasa katika hali kama hii, Muislamu anatakikana cha kwanza aweze kuwa na maarifa yenye kumpa ujuzi wa kile anachokiendea. Mara nyingi alikuwa anahusia vijana kwamba lazima watu waweze kujiendesha katika mifumo ya kielimu. Kama watu watacheza, vijana wakicheza katika mifumo ya kielimu, wakatoa ujuzi, wakajivua na masuala ya ujuzi, wakajivua katika masuala ya sayansi na teknolojia mbalimbali, hawatokuwa wenye kuweza kusimama katika malengo ambayo yanayosimamiwa na Uislamu, kutetea wale wadhulumiwa na vile vile kuwa dhidi ya batili na uonevu. Lakini vile vile hautoweza kutembea katika njia ya maimamu, viongozi tulioachiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hautoweza kunyanyua sauti, hautoweza kusaidia waliodhulumiwa kwa sababu haujajijenga katika misingi ya mfumo wa elimu. Haujajinyanyua katika misingi ya ujuzi. Umeacha sehemu kubwa ya maarifa kutawaliwa na ujinga. Ukaacha sehemu kubwa ya maarifa ya ubongo kutawaliwa na mambo ya hawa nafsi na matamanio ya kinafsi. Hapa hautoweza kuwa karibu ya irada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika moja ya wafanyaji tafiti na research mbalimbali kwamba lengo la mwanadamu hasa katika kuwepo katika ulimwengu tuliokuwa nao, au Mwenyezi Mungu kuumba vitu ambavyo vyote tulivyokuwa navyo, ni kuhakikisha mwanadamu anakuwa karibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unafika vipi katika sehemu ya ukaribu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kuna njia mbalimbali ambayo katika Qur'ani zimezungumzwa, watu kufanya ibada, watu kujitahidi kufanya mambo ya kheri na kusimamia kusema mambo ya haki, kusema ukweli, lakini kuwa na maneno mazuri na njia mbalimbali ambazo zinazoweza kumfanya mja kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume na hapo, ina maana mtu ambaye anayekengeuka njia ya namna hii anakuwa anajiweka mbali katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anazungumzia masuala kama haya kuhusiana yeye na waja wake, namna gani yupo karibu, akisema inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'a. Mwenyezi Mungu yupo karibu, lakini kazi kubwa inakuja kwetu sisi na nafsi zetu kujiweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad wa ali Muhammad salawatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa dhulma anayesimama katika hali ya kuitetea au ya kuipigania ni mtu huyu kwanza anajua mipaka ya haki iliyozungumziwa kisheria. Leo hii kuna kauli nyingi zinazozungumzia haki, lakini tukija tukiulizana haki hasa ni kitu gani, kila mtu atakuja na kile anachokiona yeye katika maarifa yake, kinachomjia kichwani kuwa ni katika hali ya usawa, kuidadavua na kuichambua haki iliyokuwepo, kama tunavyoshuhudia katika mwenendo wa mifumo ya kisiasa katika dunia sasa hivi. Lakini vile vile tunaposema ni kwamba dhulma ni mtu anavuka ile mipaka ya haki, tunaashiria ni kukandamiza, lakini vile vile kunyang'anya na kuonea wengine waliokuwa ni wanyonge katika muktadha wa kijamii. Unachukua kile kilichokuwa chao, unawapora vile vilivyokuwa vyao, unahakikisha kwamba hawana mfumo wowote wa kuweza kujinasua katika mifumo ya uhuru wao na maisha yao. Na hata tunapozungumza katika mataifa mbalimbali ya kivamizi yanayokuja kuvamia sehemu nyingine, ni kwamba hawa wanafanya dhulma kwa sababu wanakandamiza maisha, utu, lakini vile vile sio kukandamiza tu, wanafanya aina mbalimbali ya mauaji ambayo yanaenda kutoa taswira ya ubinadamu katika mfumo ambao sisi tuliweza kuelezewa tuepukane nao. Na hata ukija katika Qur'ani inazungumza vile vile, inaelezea namna gani waumini wanahitajia kuwa katika dunia hii. Qur'ani ikaelezea kwamba waumini wasiegemee
katika sehemu ya madhalimu. Kwa sababu gani? Ukiegemea katika sehemu ya madhalimu, kwa namna moja au namna nyingine utakuwa ni katika sehemu ya kuamsha ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mwisho wake utakuwa kuingia katika hali ya kuadhibiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika historia yake Sayyid Ali Khamenei alisimama kwa kauli za kipekee kabisa na kauli za kiimani, akiibua katika mataifa ambayo yaliweza kudhulumiwa, hususan watu wa Gaza na watu wa Palestina. Nikinukuu maneno yake, anasema Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi. Maneno yake ambayo alikuwa anazungumza, anasema watu wa Palestina ni mfano katika dunia yetu ya sasa hivi. Yaani ukitafuta watu ambao waliodhulumiwa ni watu wa aina gani? Alikuwa anasema watu wa Palestina ni mfano wa wazi ya waliodhulumiwa. Na watu hawa ni mfano wa wazi ambao wanahitaji misaada ya watu mbalimbali kuwasaidia katika sehemu ya hali na kusaidia katika sehemu ya mali. Kwa sababu ule uvamizi na uonevu kwa wao ndio umekithiri zaidi katika muktadha wa kuiangalia dhulma katika maisha ya dunia yetu ya sasa. Yaani hauna haja ya kurudi katika mifano ya nyuma kuangalia labda watu wa Hud walifanyaje, watu wa Lut walifanyaje, watu wa Nuh walifanyaje. Hapana. Yaani kwa sasa hivi mifano yetu kwa karibu zaidi, ukitaka kujua watu gani wanaodhulumiwa, niangalie taifa na watu wa Palestina namna gani ambao wanaodhulumiwa. Lakini alisimama tena katika nukuu zake zingine, katika hutuba zake anazungumza kwamba uhalifu unaofanywa dhidi ya Palestina, na alikuwa anatamka waziwazi, uhalifu ambao unaofanywa dhidi ya watu wa Palestina haupaswi kupuuzwa na watu hawapaswi kuuacha. Na akasema kila mtu katika kila eneo aliyokuwa nayo ana wajibu wa kusimama dhidi ya taifa ya Palestina, kulitetea, kutoa kauli mbalimbali, watu kuandamana, kuhakikisha wananyanyua sauti zao ili taifa na watu ujinsi wanavyokandamizwa, ili watu wasiokuwa na ufahamu waelewe ni nini maana ya dhulma tunayozungumza katika jamii tuliyokuwa nayo. Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa anasema kwamba ni namna ambavyo watu wakae, si kwa kauli tu, bali tuwe na mwitiko wa kupiga hatua katika namna ya kuwatetea watu wa namna ile. Sasa muktadha wa hali kama hii inatupa ni namna gani ambavyo unaweza ukajitoa katika namna ya kuweza kunyanyua mwitiko wako wa kimwili na wa kinafsi, kuhakikisha unawaunga mkono ambao watu waliodhulumiwa. Haya ni maisha ambayo yeye aliyaweza kuyasimamia na kuyatekeleza kiwazi kabisa katika kutekeleza majukumu yake kama kiongozi na kama muumini ambaye mara nyingi au mara zote anakuwa yupo dhidi ya watu ambao wanaokengeuka misingi ya kiutu na ya kiubinadamu. Na katika baadhi ya maneno yake anasema jambo hili halipo tu kidini, kutokana hakuna dini iliyokuja katika muktadha wa samawati yenye vitabu ambayo inaruhusu watu kuuana na kukandamizana na kudhulumiana na baadaye kuchukua maeneo mbalimbali pasi na kuwa na sababu ya aina yoyote. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa ali. Sasa haya yote ni funzo kwamba sisi tuliobaki, tuliokuwepo, tunajifunza nini katika misingi ya kijamii kuwa dhidi ya dhulma katika maisha na msimamo. Lazima tuangalie, yeye alipita, Sayyid Khamenei alishapita na akafanya aliyoyafanya kuitumikia dini, lakini vile vile kuhakikisha maisha yake anayamaliza katika mwenendo wa kutumikia kusudi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na haya yote hata sisi lazima tuweze kuyachukua. Kama hatutokuwa na mifumo ya kusoma sira na mwenendo wa Ahlul Bait, viongozi
baada ya bwana mtume, ambao waliochukua mienendo iliyokuwa sawa sawa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama mfuasi wa Amiri al-Mu'minin Ali bin Abi Talib, tupo chini ya bendera ya al-Imam al-Hujja ajalallahu taala. Lazima uhakikishe unakuwa na misingi ya kuelewa ni namna gani historia zao waliishi katika maisha yao na watu madhalimu, waliishi vipi na watawala wa Banu Umayya, na waliishi vipi na utawala wa Banu Abbas. Lakini vile vile mchango wao ulikuwa ni nini katika jamii. Haya yote kama hatutoingiza ujuzi katika maisha yetu, yani tukatoa katika mfumo wa elimu ya kinadharia tukaingia katika elimu ya kivitendo, kama hatujaweza kufanya hivi, hautoweza kunyanyua msingi na sauti juu ya kuzungumza kitu kinachoitwa dhulma ni nini katika jamii na maisha yetu ya kila siku. Sasa katika moja ya mafunzo ambayo sisi tunayapata kutokana na maisha yake aliyoishi Sayyid Ali Khamenei ni kwamba haki iwe msingi wa maisha yetu. Kila nyanja ambayo sisi tunayoikanyaga, kila nyanja ambayo sisi tunayoweza kuipigania, sawa sawa, tuwe katika ngazi za kifamilia, tuwe katika ngazi za kazi zetu tunazozifanya, katika misingi ya kibiashara, watu tunafanya biashara mbalimbali, lakini katika masala ya uongozi, sehemu yoyote tunaweza kuwa nayo, lazima tutangulize haki kuwa ndo msingi wa mfumo wa maisha yetu. Na kama tutaiacha haki, hatutoifanya kuwa ni msingi wa maisha yetu, basi lazima tuweze kujua ya kwamba haki itabomoa msingi au mfumo au utu wa mwanadamu katika mwenendo wa maisha yake. Kinyume chake tutakuwa ni watu aina gani? Ni watu ambao tusiotembea na sheria, ni watu ambao tusiokuwa na athari za kiutu au kutanguliza athari za mfumo uliopangilika katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu haki haipo katika mfumo wa maisha yetu. Kama tunavyoona katika sehemu mbalimbali, kila mtu atajihalalishia kwa mwenzake. Sehemu ambapo panakosa nidhamu, panakosa mpangilio, na sehemu panapokosa mpangilio, kinachofuata zaidi ni ufisadi na uharibifu katika jamii. Kwa hiyo maisha ambayo tunaelezwa katika funzo la kuweza kujitolea katika kutetea walioweza kudhulumiwa, kuhakikisha ni namna gani unaweza kuwa katika maisha yako haki inakuwa ndio msingi wa mwenendo wako na msingi unaokutangulizia njia zako katika muktadha wa aina yoyote. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na funzo la pili ambalo katika maisha yake ambayo aliyosimama kutetea au kuwa dhidi ya dhulma na madhalimu ni kuhakikisha alijenga msingi wa umoja ni nguvu dhidi ya dhulma. Na ndio maana hata ukiona wingi au dhulma haishindwi na wingi wa watu wanaokuwa nao. Hapana. Dhulma inashindwa na msingi unaoweza kujengwa na umoja na uthubutu wa wachache kutangulia, ili waweze kuimarisha hali ya umoja na nguvu yao katika sehemu wanayokuwa na dhulma kuweza kuiondoa. Ndio maana kauli hii ina msingi mkubwa. Hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, katika vita vya Khandak alisema maneno kwamba leo ndio siku ambayo haki imeishinda batili. Kwa sababu gani? Ya umoja uliokuja kutengeneza nguvu iliyokuwa thabiti ya wachache kujitolea katika hali ya kutengeneza kujiamini na watu kuwa na nguvu zaidi katika masala ya kupambania Uislamu. Na baada ya vitendo hivi, kila mtu anajiona yeye ni ana nafasi katika kupigania maisha yake, ana nafasi katika kupigania dini ya Kiislamu na kuleta ufahari katika dini ya Uislamu. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini maisha yake katika sehemu ya kupigana dhulma inatufundisha umoja ni nguvu? Kwa sababu sehemu ambayo madhalimu hufaidika, sehemu pekee madhalimu hufaidika ni pale wanapoona kuna migawanyiko katika jamii iliyojitengeneza kuwa vizuri.
na mifano tunayo katika mataifa mbalimbali, sehemu ambayo mataifa yaliweza kuruhusu migawanyiko katika mataifa yao kujitawala wao wenyewe, mwisho wa siku wakawa ni watu ambao wenye kuweza kuingiliwa na madhalimu, na baadaye kile walichokitaka hakijatokea. Maisha ya waliokuwa wanayataka au waliokuwa wanasimuliwa au kuhaidiwa hayakuwa kuliko katika hali ambayo waliokuwa hapo awali. Kwa hiyo huu umoja ambao watu waliokuwa nao wanaoishi unalinda maslahi yao kwa kuto kuingiliwa na madhalimu katika sehemu ya kuweza kuchafuliwa misingi yao. Na sehemu hii alikuwa anahimiza sana Waislamu. Waislamu juu ya kutofautiana, Waislamu juu ya kuwa na madhehebu mbalimbali na kutofautiana kirai mbalimbali, kila mmoja aheshimu rai ya mwenzake, lakini kila mtu aheshimu dhehebu la mwenzake, wakae katika meza moja ambayo inayounganisha Uislamu. Hapa watakuwa ni watu ambao wenye nguvu na kuto kuruhusu madhalimu katika misingi ya maisha yao. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nukta ya tatu ambayo Said Khamenei ambayo anatufundisha katika maisha yake ni kwamba watu wanakuwaje dhidi ya dhulma ni kutoogopa kusema ukweli. Hata leo ukija tukaangalia sisi kwa nini tunakuwa ni wachache hata katika madhehebu yetu ya Ahlul Bait, kwa nini tunakuwa ni wachache? Unakuta watu hawapo tayari kusimama kusema ule ukweli. Hawapo tayari kusimama kuunga mkono ule ukweli. Na tunavyo visa vingi vya kinadharia tunavyovisoma. Lakini mtu kusimama na kujinadi na kujisema kwamba yeye ni katika watu ambao wanafata Uislamu wa Amirul Mu'minina na watoto wake kuja mpaka kwa al-Imam al-Mahdi au kujitangaza kwamba mimi ni Shia, anaogopa kusema ukweli kwa kuhofia kwamba yeye atatengwa na watu au atafanya vitu vingi. Mwisho wa siku analazimisha au anadidimiza msingi wa kimadhahabu kwa chini na kutokueleweka, lakini na watu kutokuutambua. Kwa hiyo kutokuogopa kusema ukweli ni sehemu ya watu kunyanyuka na watu kuweza kuwa ni msingi uliokuwa imara katika kuhakikisha maendeleo ya jamii, lakini vile vile katika sehemu ya kuendea kuitengeneza jamii yenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wakiwa wanasema ukweli ni watu wataepukana na madhara mbalimbali ambayo ni makosa ambayo tunayoyafanya ya kijamii na makosa ambayo ya kiutu kila mtu anaweza kutekeleza katika msingi wa maisha yake. Watu wakiwa wanasema ukweli, jamii itaimarika katika mfumo ya watu kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuchunga haki za wengine katika mfumo wa maendeleo yake. Nukta ya nne vile vile tunajifundisha sote kwa ujumla ni kwamba katika kutekeleza majukumu, watu tusiwe tunatekeleza majukumu yetu kwa maneno, bali tunahitaji vitu vingi katika msingi wa kusimamia misingi yetu. Tuombeane dua wenyewe kwa wenyewe, Mungu atutie tuwe na nguvu zaidi. Waliodhulumiwa Mungu awape subira, awape uvumilivu. Kuna wengine wanakutwa na hali ya dhulma, wanatoka katika misingi ya imani. Wanatoka katika misingi ya imani. Na wengine wanaweza kufika mbali zaidi na kutilia hata shaka ule uungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na masuala haya yapo mpaka katika sehemu zetu sisi za maisha yetu ya kawaida. Ni kwamba mtu kama hana mfumo wa subira, basi hupoteza kila kitu katika misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulikuta katika misingi ya shirki. Kwa hiyo isiwe tu kwa maneno kuwasaidia madhalimu, unawasaidia kwa kuombea dua, lakini uwasaidia kwa hali na mali, na chengine kueleza uelewa sahihi katika jamii kuhusiana na watu wale. Sio kila mtu anajua. Hata kadhia ambazo tunazoziona sasa hivi, tunatokaulizwa Palestina, kadhia ipi ya Palestina, nini hasa, sio kila mtu anajua. Ni lazima uweze kusaidia kutandaza uelewa katika jamii mbalimbali kwamba tunafanya hivi kwa sababu 1, 2, 3 ambayo ipo katika misingi sio tu ya kidini, ipo katika misingi ambayo ipo nje ya dini ya Uislamu, bali inashamili dini zingine katika Uislamu. Tunapozungumza katika masuala kama haya, hatuzungumzi tu kupitia masuala ya udini, bali tunazungumza katika masuala ya kiutu, ya kiubinadamu ambayo yanayotendeka
juu ya kidini, lakini ubinadamu hairuhusu masuala kama yale kutokea, bali watu inabidi wasimame na kusema ukweli na wawasaidie waliodhulumiwa katika muktadha wa watu kama hao. Mara nyingi alikuwa anasisitiza watu wazazi na jamii kwa ujumla zishirikiane kuhakikisha watoto wanaweza kupatiwa maadili yaliyokuwa mazuri, ili mradi wasiweze kuruhusu fikra na maarifa yao kuingiliwa na maadili ambayo itaweza kuchafua utu wa mwanadamu, misingi ya mwanadamu, uelekeo wa mwanadamu. Nadharia ambazo zisizofaa katika msingi wa maisha ya mtu isiweze kuja kubomoa msingi imara wenye kuelekea katika maisha yake ambayo yatakayoweza kuwa na mstawi mzuri katika mwenendo wake wa baadaye. Kwa hiyo jamii yenye maadili bora ni kitu ambacho ni muhimu sana katika kuhakikisha ya kwamba isiruhusiwe dhulma katika kuporomosha na kuharibu maadili ya watu waliokuwa nayo na heshima iliyokuwepo katika sehemu ile, kuruhusu nadharia za nje. Na unapokuja kuona hata tukija sisi katika muktadha wa maisha yetu ya kawaida, watu tumepoteza maadili yetu. Baada ya kupoteza maadili yetu, tukapoteza heshima yetu. Baada ya kupoteza heshima yetu, tukavaa vitu ambavyo visivyokuwa vyetu. Baadaye tunaonekana kuwa ni watu wa hovyo katika misingi ya culture zetu tunazokuwa nazo, tamaduni zetu tulizokuwa nazo, mila zetu tulizokuwa nazo, kwa sababu tumeacha msingi wa maadili, na baadaye tukaporomoka katika msingi wa utambulisho wetu katika jamii yetu na taifa letu. Muhammad wa ali Muhammad salawatu Allahumma salli Muhammad wa ali. Na baadaye sisi katika kujenga jamii tunahitajia nini? Tunahitajia tujenge jamii katika mfumo wa maadili, katika sehemu ya uaminifu. Kila mtu amwamini mwenzake. Na katika nukta ya muhimu ya sasa ni kwamba watu wenyewe hawaaminiani wenyewe kwa wenyewe. Ni nukta ya maadili kwa sababu imepotea. Nukta ya uaminifu hakuna. Kama hakuna nukta ya uaminifu, kinachofuata ni nini? Kila mtu anatia shaka utendaji kazi wa mwenzake. Kama kila mtu anatia shaka utendaji wa mwenzake, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni watu kufuatiliana katika maisha yao. Tukishakufika katika level kama hiyo, hatutoweza kwenda katika masala mengine zaidi ya kufanyiana uadui na kufanyiana mambo ambayo yasiyofaa. Na ili tuwe jamii yenye maadili, tunatakiwa tuweze kufanya nini? Tuwe ni watu wenye huruma. Ni watu wenye huruma na watu ambao wenye kuwajibika katika misingi ya kijamii. Wajibika katika jamii yako. Wajibika katika ngazi zote, nyanja zote zinazokuhusu. Usibweteke tu kakaa uwajibiki. Hata tukija watu hawana kazi, wamekaa wanapiga story muda wote, hana sehemu za kuwajibika, hautoweza kujenga maadili yaliyokuwa yapo sawa sawa. Lazima hata katika vitu ambavyo vinavyoleta heshima ya mtu, kikawaida tunasoma katika masomo ni kwamba ni lazima watu wawajibike kufanya kazi. Unapofanya kazi unaleta heshima yako mwenyewe binafsi, lakini vile vile unaleta heshima katika kuonekana na jamii yako katika mazingira ambayo unaoishi. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad. Haya ni mafunzo ambayo tunaipata kutokana na darasa na mafundisho, lakini vile vile na mwenendo wa Sayyid Khamenei katika kupigania uadilifu na kupigania haki kwa dhidi ya dhulma. Lakini sehemu ya mwisho aliashiria ni kwamba jamii isiende tu hivi hivi. Jamii katika mfumo wa maisha yake ina haki na wajibu kuhakikisha ya kwamba inatunza vijana kama kuwa ni nguzo kubwa katika jamii yao, ambayo wanabeba urithi mkubwa wa maendeleo wao, wanabeba urithi mkubwa wa tamaduni zao, wanabeba urithi mkubwa wa mienendo yao. Vijana kama hautoweza kuwalea katika misingi mizuri, hautoweza kuwapa elimu iliyokuwa nzuri. Vijana kama hautoweza kuwathamini katika nyanja mbalimbali za kijamii, basi ujue hapa vile vile unaenda kukaribisha janga la dhulma linalokuja kwa kasi zaidi katika jamii, na itakayoweza kuporomosha jamii kwa haraka zaidi na kuweza kuiharibu jamii ile kutoka katika maadili yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo alikuwa anatilia mkazo vile vile, unaweza au tunaweza tukaizuia dhulma
na tukajenga misingi ya haki katika sehemu ya kuhakikisha vijana kuweza kuwapa mafundisho na haki zao zinazostahiki katika jamii au wanajamii, na vile vile ili waweze kuwajibika katika misingi iliyokuwa sawa sawa. Moja katika misingi ambayo anaelezea maisha yake na mafundisho yake yanatuelezea kwamba lazima vijana tuweze kuwapa ufahamu. Tunazungumza ufahamu, lazima tuweze kuwapa elimu na uelewa. Tunawafundisha Qur'ani, lazima tuwaeleweshe Qur'ani, elimu ya Qur'ani, mambo yanayopatikana ndani ya Qur'ani. Tunawafundisha mwenendo wa Bwana Mtume, lazima tuweze kuwaelewesha, kuwapa ufahamu ni kwamba mwenendo wa Bwana Mtume na hisira za Bwana Mtume zinabidi ziwe katika mfumo wa vitendo. Lazima hivi vitu tuweze kukomaza fikra na ufahamu wao katika ubongo, ili waweze kukubali vijana katika msingi wa kubeba dhamira na makusudio ambayo yaliyokuwa ndani ya Uislamu, yanayobeba heshima ya mwanadamu na utu na kuto kuharibika katika msingi wa maisha yao. Hili ni jambo la kwanza ambalo analielekeza katika misingi ya vijana. Jambo la pili, wajibu wa vijana, yani jamii isimamie wajibu wa vijana katika kusimama na haki bila uoga. Vijana lazima wafundishwe ni namna gani wanaweza kusimama na haki na pasi katika kusema au kutetereka katika misingi ya aina yoyote. Hapa utarudi katika kuwasoma vijana ambao waliojitolea katika dini ya Uislamu, akiwepo Ali bin Abi Talib salawatullahi wasalamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Mtu anaweza akajitolea akiwa katika umri mdogo, sio lazima awe ni mtu mzima. Katika umri mdogo, akiwa tu ana ufahamu na kile anachoweza kukipambania au kukisimamia, kijana huyu anaweza akasimama na kuwa nguzo imara kama alivyokuwa Ali kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Au kama alivyokuwa Malik al-Ashar kwa Sayyiduna Ali bin Abi Talib sallallahu wasallam alayhi. Allahumma salli. Na mifano ipo mingi ambayo unaweza kuitoa katika sehemu ambayo kama kijana akifahamu haki katika muktadha wa aina yote, basi hasiti kuielekea na hasiti kuipigania na hasiti kuihifadhi na kuitunza haki ile, ili kusimamisha kile kilichokuwa bora zaidi. Lakini vile vile wajibu wa jamii katika jamii, tuhakikishe ya kwamba kutumia vipaji na manufaa ambayo wataweza vipaji vyao kuvitumia katika manufaa ya umma. Mwimba shairi lazima atumie kipaji chake cha kuimba shairi. Kama kuna mtu ana kipaji cha mambo ya sayansi, basi aende katika sehemu hiyo. Kama kuna mtu ana kipaji cha uandishi wa habari, afanye jukumu kama hilo, kwa sababu kila sekta inagusa maendeleo ya Uislamu. Na ndio maana Uislamu unasisitiza zaidi watu kufanya kazi kutokana na uwajibikaji wao na nafasi zao katika sehemu ya vipaji vyao. Sio watu kung'ang'ania tu katika sehemu moja. Unaweza kufanya jambo fulani fanya. Na hivi ndivyo alivyoweza. Tunavyoliona sisi taifa la Iran leo linasimama katika gari kama hii, ni usimamiwaji wa wale vijana katika sekta mbalimbali. Watu wanasimamia, kama wana kipaji cha kusimamia sehemu ya teknolojia, zama katika teknolojia ili utoe faida katika jamii iliyokuwa nayo. Kama umesimamia katika sehemu ya afya, nenda katika sehemu hiyo ya afya ili uweze jamii ifaidike na katika sehemu kama hiyo. Mwisho wa siku unatengeneza vijana ambao wanaoweza kufanya au kuitumikia jamii yao kwa bidii, lakini kwa manufaa na faida kubwa, kuliko kupoteza nguvu hizi zikakaa na kutambaa au kusambaa mitaani pasi na kufaidika katika mfumo wa muktadha wa aina yoyote. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad wa ali Muhammad. Lakini vile vile lazima tuweze kujenga tabia njema. Tabia njema inajengwa na sio kitu ambacho mtu anazaliwa nacho. Ni kitu ambacho watu wanafunzwa na watu wanasimamiwa katika misingi ya aina hii. Kwa hiyo hata sisi tunawalea vijana, lazima tuhakikishe kwa hali na vijana wetu kwa juhudi kubwa tunaingiza katika nyoyo zao tabia njema, ili mradi waweze kusimama katika maadili mema ya kijamii. Bila ya hapo hatutoweza kufaulu kabisa katika kuendeleza mifumo
ya kusimamia au kuadhibi au kuepusha na uovu, lakini vile vile watu hawa hatutoweza kuwapa subira katika nyoyo zao. Akipatwa na mtihani kidogo anatetereka, hawezi kujisimamia, lakini vile vile hawatoweza kuishi katika hali ya nidhamu ya kuwa na mpangilio, kwamba mimi inabidi nifanye shughuli zangu katika mfumo wa mpangilio, nifanye jambo moja, jambo mbili, jambo tatu. Watu wengi wanapoteza muda, wanapoteza wakati katika mambo ya hawa, katika mambo ambayo yasiokuwa na tija ya aina yoyote, kwa sababu hawakuweza kujengewa tabia nzuri katika misingi ya kijamii. Kwa hiyo Sayyid Ali Khamenei alikuwa katika mfumo ya kutokupoteza nyanja muhimu katika mfumo wa taifa na jamii, kuhakikisha nguvu kazi za vijana zinafanywa kazi kijamii, ili mradi jamii zile ziweze kufaidika. Wanawake, mabinti watakuwa na section zao, fani zao, watakuwa na kazi zao zenye kulinda utu wa mwanamke, na wanaume watakuwa na section zao, kazi zao zenye kulinda utu wa mwanaume, pasi na kuweza kuharibu misingi yao na utu wao kutokana na kazi ambazo wanazozifanya. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndiyo maana halisi ya hadithi ya Bwana Mtume inayosema yule anayeona uovu, basi uovu ule aukemee kwa mikono yake. Ukishindwa kuukemea kwa mikono yako, uovu ule ukemee kwa maneno yako. Yani lazima ukemee kwa maneno kwamba hiki kitu kinachofanyika sicho kizuri. Ukishindwa hapo, basi uwe ni hali ya kuchukia kwamba unachokifanya hupendezi na yale yanayotokea katika jamii yako. Nje ya hapo hautokuwa ni mtu ambao mwenye kusimama dhidi ya dhulma, bali utakuwa ni mtu mwenye kuikaribisha dhulma. Na hata tukijiangalia maisha yetu sisi, wengi sana tunaikaribisha dhulma, sio kuikaribisha. Na wengi wetu sana tunaifanya dhulma katika maisha yetu. Wazazi, tutajikuta tunafanya dhulma katika familia zetu, watoto wetu hatuwapi haki zao zinazoweza kustahiki kwao. Utakuta watoto hawafanyi haki zao kwa wazazi wao na katika jamii zao. Lakini vile vile utakuta wanafunzi hawatekelezi zile haki katika ngazi ya walimu wao, na walimu hawatekelezi ngazi za haki kwa wanafunzi wao. Wanajamii hawatekelezi haki kwa jamii yao, na wanasababisha upotevu mkubwa na maadili kuporomoka katika sehemu mbalimbali. Wote kwa pamoja watu waliangalie katika section zao, katika sekta zao, katika nafasi zao, namna gani wanaweza kusimamia haki zao na kuwa wakali katika misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika sifa ya waumini tunamalizia katika aya katika surati Muhammad, inaelezea katika moja ya sifa ya waumini ni wale ambao wanakuwa sambamba na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lakini vile vile sifa ya waumini wanakuwa nini? Wanakuwa ni wakali kwa watu ambao wanaoenea au walioelemea katika sehemu ya uadui. Sehemu ya uadui ni wanaingia sehemu ya watu mbalimbali, watu wanaofanya dhulma, watu wanaofanya uovu, watu wanaofanya madhara mbalimbali katika jamii yao. Hawa wote wanaingia katika sehemu wanaofanya uadui katika nyanja mbalimbali. Wanakuwa ni wakali katika sehemu hiyo. Sifa ya waumini, hawasimami au hawanyamazii uovu unaotendwa katika jamii, na wao wakiwa wanausimamia, wakiwa wana nguvu, wanasimama katika kuukemea, katika kustopisha, katika kuhakikisha kile kitu kinakwama, hakiendelei katika sehemu hiyo. Lakini sifa za waumini zinakuwa katika sehemu gani? Wanaoneana huruma wao kwa wao, Waislamu kwa Waislamu, wanaoneana huruma kwa sababu wenyewe ni katika misingi waliojengewa, ni misingi ya ukhuwa, misingi ya undugu. Wanajumuishwa pamoja, wanakaa pamoja, na kitu ambacho kinachowafanya wao kuwa katika misingi ambayo inawaweka katika hali nzuri ni kuhurumiana wao kwa wao katika kuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka mwisho kabisa ya aya inaelezea hali kama hii. Unaweza ukarejea na ukapata faida mbalimbali. Ndugu zangu, katika hali kama hii ya kuelezea 40 ya Sayyid Qaid Ali Khamenei ni kwamba wote tuweze kuwa tayari kusimama na haki, lakini vile vile maisha yetu ya kila siku lazima yaambatane
iambatane na haki. Lazima tujenge tabia zilizokuwa njema na misingi imara ili tuweze kuwa jamii itakayoongoka katika maisha ya Mwenyezi Mungu na kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni miongoni mwa wanaosimama na haki, lakini tuombe Mwenyezi Mungu atujalie atuepushe na dhulma na atuepushe na watu madhalimu. Tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na uadui, atuepushe na maovu. Tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na hali ya kukata tamaa, atupe nguvu, ujasiri, huruma na upendo katika mioyo yetu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin as-salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.